Amina. Bwana asifiwe ndugu mtazamaji. Shalom. Na kusalimia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nikukaribishe sana katika wakati huu ambapo tutaenda kujifunza siri ya ulimwengu wa nuru, siri mojawapo ya ulimwengu wa nuru. Kwa sababu tuna siri za design za aina tatu zinazofanya kazi katika ulimwengu. Kuna kitu cha kwanza kinaitwa siri ya ulimwengu wa nuru. Alafu kuna kitu cha pili kinaitwa siri ya ulimwengu wa roho. Alafu kitu cha tatu kinaitwa siri ya ulimwengu wa giza. Lakini nataka tujue kwanza siri ya ulimwengu wa nuru, kwa sababu ndio siri yenye nguvu zaidi inayoweza kuendesha mambo kwa ushindi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili huu wa kawaida tunaoishi. Na kitu ambacho tunaenda kujifunza kimoja wapo katika siri ya ulimwengu wa nuru ama ulimwengu wa kimungu, Mungu tunayemwabudu ama Yesu Kristo, ni nguvu ya mamlaka. Nguvu ya mamlaka. Tunaposema mamlaka na nguvu, hivi ni vitu viwili tofauti. Wanaposema mwenye mamlaka na nguvu, ile nguvu inatokana na mamlaka aliyopewa. Lakini katika Biblia kuna neno moja ambalo Yesu alilisema ya kwamba nimewapeni mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Maandiko yanapozungumzia kukanyaga, neno kukanyaga katika Biblia na katika ulimwengu wa roho limebeba tafsiri ya kumiliki. Kwa sababu maandiko katika kitabu cha Joshua sura ya 1 pale kuna mstari unasema kwamba popote mtakapopakanyaga nimewapeni kupamiliki. Hivyo basi manake kitendo cha kukanyaga sehemu ni ishara ya kumiliki kiroho. Sasa Yesu anaposema nimewapeni mamlaka ya kukanyaga, manake ametupa mamlaka ya kumiliki, ama kwa lugha nyingine kuteka mateka. Kuteka mateka. Sasa anaposema nimewapeni mamlaka ya kuteka mateka, manake kukanyaga nge na nyoka ni kuteka mateka nge na nyoka, vyote vikawa chini ya utawala. Kuna andiko moja ambalo limeandikwa katika Zaburi, anasema mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Kitendo kile manake mpaka nitakapowafanya kuwa mateka wako. Anaposema kwamba mamlaka kukanyaga nge na nyoka ni kwa habari ya kuteka mateka nge na nyoka, kuwafanya mateka wetu na kuwafanya chochote tutakachotaka kuwafanyia, kwa sababu wamesha kuwa mateka. Lakini moja kwa moja niende kwenye habari mbili kwenye Biblia ambazo ziko na utofauti kidogo. Habari hizi zinahusu uponyaji, lakini zina utofauti kidogo kwenye uponyaji ambao ulifanyika kwenye habari ya kwanza na ya pili. Habari ya kwanza ni kwa habari ya Lazaro aliyekuwa amekufa, yupo kabrini. Kwa sababu kabla Lazaro hajafa alikuwa anaumwa. Palikuwa na ndugu zake, ambaye ndugu yake mmoja alikuwa anaitwa Mariamu, ndugu yake mwingine alikuwa anaitwa Martha. Hawa ndugu walimwendea Yesu, akamwambia Yesu kwamba rafiki yako huku nyumbani ambaye ni Lazaro anaumwa, yupo karibu na kufa. Tunaomba uje umponye.
wao walienda kuomba kwa Yesu. Walipokuwa wameenda kuomba kwa Yesu, maandiko yanasema Yesu hakwenda. Yesu akasubiri mpaka amekufa Lazaro, mpaka Lazaro amefariki. Amekaa kaburini siku 4, ameoza na anatoa harufu. Maandiko yanasema akawa ameenda kule, akakutana na ndugu zake, wakamlaumu kwamba Yesu, kama ungekuwepo ndugu yetu asingelikufa. Lakini Yesu akasema yote inawezekana. Akawaambia watoe jiwe katika kaburi, wakalitoa jiwe. Yesu akamuita Lazaro na Lazaro akafufuka, akarudi katika hali yake ya kawaida. Mariamu na Martha walikuwa wakilisolve tatizo lao la kakao kuumwa kwa njia ya maombi ya kumwendea Yesu. Lakini tuna mtu mwingine katika Biblia ambaye wanafunzi walikuwa wakimsimulia Yesu, wakisema, Yesu, tulikutana na mtu anatoa pepo kwa jina lako. Tulikutana na mtu anatoa pepo kwa jina lako. Wakati huo Yesu alikuwa hayupo kwenye lile eneo ambalo yule mtu yupo na yule mwenye pepo. Lakini yule mtu alitumia kitu gani? Hakusubiri mpaka aende aombe kwa Yesu. Alijua nguvu ya mamlaka iliyopo ndani ya Kristo Yesu, ambayo Yesu amewajalia watu wake na watumishi wake. Hakwenda kwa Yesu kusema ninaomba uje uponye. Hapana. Alichokifanya, akaona kuna mamlaka ambayo nimepewa kwa kumkubali Yesu. Ninaweza nikafanya kitu pasipo kuenda kuomba kwa Yesu. Naweza nikafanya kwa kupitia hii mamlaka. Na huyu alikuwa akitoa pepo, na pepo zikitoka, Mariamu na Martha ni kundi moja, wao walitumia maombi. Lakini huyu mtu ni kundi lingine, katika kusolve tatizo alitumia mamlaka. Utofauti wake ni upi? Unajua, kawaida ya Mungu huwa anajibu kwa wakati wake. Na ndio maana hata Yesu alijibu kwa wakati wake. Lakini kama Mariamu na Martha wangeijua nguvu ya mamlaka, ambayo Yesu amewajalia wote waliomkubali, wasingeenda wakaanza kuomba. Wangelifanya lile jambo kwa wakati wao. Mamlaka inafanya kazi kwa wakati wa mtu. Yesu aliposema nimewapeni mamlaka kukanyaga nge na nyoka, hiyo mamlaka inafanya kazi kwenye muda ambao mtu anao. Lakini maombi huwa anajibiwa kwenye wakati wa Mungu. Tunaposema mamlaka, akitokea mtu amefungwa na pepo, tunapozungumza mamlaka kwamba toka wakati huu, ni wakati huo kitu kifanyike, hiyo ndio mamlaka. Lakini maombi huwa Mungu anajibu kwa wakati wake. Mungu huwa anajibu maombi. Kuna msemo mmoja ni mwana watumishi wao wanautumia, wanasema Mungu hachelewi wala hawai. Wanachomaanisha, hata kama ukiona amechelewa, ujue kwamba hajachelewa. Lakini kwa nini uone kwamba amechelewa? Ni kwa sababu wewe haujatumia mamlaka. Mamlaka ina nguvu. Kuna mtumishi mmoja hapa MCC alifundisha kitu kimoja kuhusu kuuweza wakati. Sasa kunapokuwa na changamoto ambayo inawezekana kutumia mamlaka,
Mungu amekupa mamlaka ili ulifanye hilo jambo kwenye wakati wako. Uweze wakati. Kama shetani yupo anakusumbua wakati huo, uweze wakati kwa wakati huo. Ukiwa na mamlaka, hata kama shetani amekujia, utakuwa na uwezo wa kupambana naye hata pasipo kwenda kwa mtumishi wa Mungu. Kwa sababu hiyo mamlaka, wewe ni mtu wa Mungu. Ni mtumishi wa Mungu. Mungu ameweka ndani yako. Kuna muda pale utakao ukomboa, kwa sababu tayari unaitumia mamlaka ambayo Mungu amekuwekea ndani yako. Lakini Mungu akujalie sana, mtumishi wa Mungu, kuyaelewa haya mambo. Ujue kilichochelewesha na kilichosababisha Lazaro asiponywe kwa haraka ni njia ambayo dada zake walitumia, na kilichosababisha wale wenye pepo kule wafunguliwe haraka ni njia ambayo yule aliyekuwa akitoa pepo alitumia. Mmoja alitumia maombi, mwingine akatumia mamlaka. Maombi akajibiwa kwenye wakati wa Mungu, mamlaka ikajibu kwenye wakati wa yule mtu, kwa sababu hakungoja mpaka Mungu aje kutenda. Aligundua siri iliyopo katika mamlaka. Hivi ndivyo ulimwengu wa nuru unavyofanya kazi katika kuwafungua watu. Mungu akubariki sana. Ninaamini umepokea, naamini umeelewa. Na napenda nikukaribishe hapa MCC Church. Karibu sana. Mungu wetu yuko hapa kwa nguvu ya mamlaka akiendelea kufungua watu. Tupo na mtumishi wa Mungu. Kama ukiangalia vizuri hapo, ukisoma huku nyuma kuna bango limeandikwa jukwaa la kuinukia. Mungu wetu ni mwema, ametupa neema hapa kanisani, ameweka jukwaa la kuinukia. Hii ni kwa ajili ya watu wote, kwa sababu kuinuka ni kwa watu wote. Unaweza ukaja kama ni mtu una huduma au una biashara, una tangazo la biashara yako, una kazi yako, unataka iinuke. Hili ni jukwaa. Unaweza ukaja ukatangaza pamoja na sisi. Mungu wetu pia mahali hapata kusaidia na kukutia nguvu. Siku zetu za ibada ni Alhamisi. Alhamisi tuna ibada kuanzia saa 10 mpaka saa 12 kamili. Mungu anakuwepo hapa na kufungua watu. Lakini pia tuna ibada iko siku ya Jumapili, ibada kuu, ambapo inaanza saa 4:30 mpaka saa 7:30 mchana. Karibu sana na Mungu akubariki.